Karibuni watazamaji na wafuatiliaji, tukapate uchambuzi kidogo wa kuhusiana na swala hili, ambapo kuondoshwa kwa katibu mkuu alikuwa katibu mkuu wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, tukimzungumzia Salum Mwalimu katika uongozi wa chama CHAUMMA. Anayechafuka au jina linalochafuka ni jina la Mbowe. Sasa twende moja kwa moja uweze kujua ni kwa nini kutolewa uongozini au kutolewa katika nafasi ya katibu mkuu wa chama cha CHAUMMA Salum Mwalimu, kwa nini jina la Mbowe linachafuka. Utamu wa hadithi si pale inapoishia. Simulizi ya Salum Mwalimu na wenzake ilianzia pale Januari 22 mwaka 2025. Ilikuwa ni asubuhi mapema, pigo zito likatengeneza mwanzo wa hatima ya watu fulani. Hatima hiyo ilikuwa ni ile ya G55, ambapo watu hao walihama na kwenda katika chama cha ukombozi wa umma. Mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa miaka 22, aliangushwa kwenye uchaguzi na makamu wake Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Au kuwa uchaguzi, bali ilikuwa ni mapambano ya hatima, nani atoke na yupi abaki. Kampeni zilikuwa ni chafu. Pande mbili zilichagua kufanya siasa za kumalizana, ama zao ama zetu. Ilikuwa ni hali ya kupasuana. Mbowe baada ya kushindwa akatoa usia kuwa viongozi wapya, mimi niliahidi kuwa kama ningeshinda ningeunda kamati ya ukweli na maridhiano ili watu wazungumze na kutibu majeraha yaliyoletwa na kampeni. Sasa ikiwa mmeniheshimu kama baba, basi nawaagiza Lissu na viongozi wenzako wapya mlete maridhiano baada ya majeraha yaliyoletwa na kampeni. Zilikuwepo jitihada za kuweza kuunganisha watu. Lissu na kamati kuu ya CHADEMA yote ilikwenda Bagamoyo kutibu nyufa zilizokuwepo ndani ya chama hicho cha CHADEMA. Haikuchukua muda, sauti zikaanza kutoka nje. Ilishindikana kuifanya CHADEMA kubaki moja. Kikazaliwa kikundi kinachoitwa G55. Ni wanachadema waliojipambanua kutoafikiana na msimamo wa viongozi wa chama. Mgogoro mkubwa ukawa ushiriki wa CHADEMA kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mikutano kadhaa na waandishi wa habari. Aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje ya CHADEMA, John Mlema, mara kwa mara alikuwa nyuma ya microphone za wanahabari. Pembeni ya Mlema ungemwona aliyekuwa naibu katibu mkuu CHADEMA, Benson Kigaira. Zilikuwa zama za vuguvugu katikati ya harakati. Jambo moja lilikuwa ni dhahiri kwamba viongozi walijipambanua kuwa timu ya Mbowe, kisha wakawekwa kando baada ya Lissu kuweza kushika hatamu. Walikuwa ndio vinara wa G55. Yaliyojiri baadaye yalikuwa ni majibu kuwa zile vuguvugu za mwanzo hazikuwa harakati za kuhasa uongozi kuweza kufanya mabadiliko ya misimamo yake, bali ni utenzi wa hadithi ya kisingizio cha kuondokea nyumbani. Kikapita kipindi, tambo na vijambo na vijembe vikisikika katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Uongozi huo wa CHADEMA hautafikisha hata miezi mitatu, chama kitakuwa kimesambaratika. Hizo zilikuwa ni sauti ambazo zilikuwa zinatolewa na hawa watu ambao walikuwa katika hicho kikundi cha G55. Ulikuwa ni utabiri wa anguko la CHADEMA kwenye mikono ya Tundu Lissu. Ukafuata uvumi ulioenea kama moto wa nyika kwamba G55 na wengine walikuwa ni timu ya Mbowe, wanahamia chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA. Jua lilichomoza, siku ikawa imezama.
likakaa utosini, mchana tayari likazeeka. Ni jioni hiyo hiyo usiku ukawa kawaida. Ikafuata siku nyingine, tangazo likatoka. Kweli Chauma ilivuna wanachadema, tena viongozi wakubwa ndani ya Chadema. Mwalimu, Mrema, Kigaila aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati, Devota Minja. Hiyo ni kutaja wachache. Minja makamu mwenyekiti wa Chauma Tanzania bara. Mwalimu Salum Mwalimu akawa ni katibu mkuu mpya wa Chauma. Benson Kigaila akawa ni naibu katibu mkuu. Mrema akawa ni mkurugenzi wa mawasiliano pale Chauma. Uvumi kuwa Mbowe angegombea urais kupitia Chauma ulibaki kuwa ni uvumi. Salum Mwalimu akachukua leseni ya chama, akaizunguka nchi akiahidi kuwa rais wa masela. Mgombea mwenza alikuwa ni Minja. Baada ya uchaguzi hazikuonekana tena harakati za chama. Wenye matumaini wakasema kuwa tuvute subira. Wapo waliotamba kuwa Chauma ilikuwa imejipanga kuweza kuchukua nafasi ya Chadema na kuwa chama kikuu cha upinzani cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katikati ya vilio na matumaini, uso wa jamii ulisitushwa na taarifa ya Mwalimu kuomba kujiweka kando, kupisha uchunguzi dhidi yake. Kumbe alikuwa akituhumiwa kwa mwenendo mbaya ndani ya Chauma. Siku moja baada ya Mwalimu kuweza kuomba kujiweka pembeni, mwenyekiti wa Chauma Hashim Rungwe akatokeza mbele ya waandishi wa habari na kutangaza uamuzi wa halmashauri kuu ya Chauma wa kumvua ukatibu mkuu Salum Mwalimu. Sababu nyingi zilielezwa na sababu kuu ilikuwa ni kwamba ni ufujaji wa mali za chama, fedha na matumizi mabaya ya madaraka, kwa sababu yeye alikuwa anafanya vitu ambavyo vilikuwa vinaenda against na msimamo wa chama. Chama kilipokuwa kikikaa na kuweza kutoa misimamo yake kuhusiana na yale yanayoendelea nchini, huyu bwana Salum Mwalimu alikuwa anaenda kinyume na kwenda kutangaza tofauti na kile walichoweza kukiamua. Mfano mzuri ni kile ambacho aliweza kukitaja katika kamati kuu ya chama Chauma iliyoketi kwa ajili ya kuweza kulalamika au kuwasilisha malalamiko ya Benson ya bwana Salum Mwalimu aweze kuondoka katika chama Chauma kwa sababu hawana uaminifu naye. Sababu alizozitoa ni kwamba aliweza kusifia ile kamati au tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan ya kwenda kuchunguza matukio ya mauaji na fujo zilizotokea mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Bwana Salum Mwalimu alisifia ripoti iliyoweza kutolewa na tume hiyo, lakini pia akuishia hapo. Alisifia uchaguzi na ushindi waliweza kuupata CCM. Hapo wanachama na viongozi wenzake wakaona kwamba huyu atufai, kikakaa kikao na kuweza kumwondoa. Nazikumbuka zile shamla za Mei 19 mwaka 2025. Mwalimu, Minja, Kigaila, Mrema, alikuwa katibu wa baraza la wanawake Chadema Bawacha Catherine Ruge na wengine wakiwa wamevaa fulana za Chauma wakionyesha kadi zao za wanachama wa chama hicho. Picha nyingi ya utambulisho wao, katikati yao akiwepo Hashim Rungwe, zilisambaa mitandaoni na kuweza kuzua tafrani. Ilibeba tafsiri ya wanasiasa waliochagua malisho mema kwa ajili ya kuweza kufanya siasa zenye uzani. Unazungumzia mwaka mmoja na mwezi mmoja na siku 12 tu. Hizo ndio takwimu za muda ambao Mwalimu au Salum Mwalimu amekuwa katibu mkuu wa Chauma. Waliotabiri anguko la miezi mitatu Chadema kwenye mikono ya Tundu Lissu wakawa wa kwanza kutia fora kwa kufukuzana ndani ya miezi 13 na siku 12 tangu zile shamla zao kuhamia katika chama na kukipa pumzi mpya.
Kigaila anasema Mwalimu ni samaki aliyeoza, hivyo ameondolewa. Maana yake wao waliobaki wote ni safi. Wahenga waliokijenga Kiswahili na methali zake walisema kuwa samaki mmoja akioza wameoza wote, na hapo ndipo palipo na wasiwasi kuhusu dhamira yao ya kuweza kuondoka Chadema. Je, nani anaweza kuwaamini leo kuwa walikuwa na haki ya kuweza kusema yote walioyasema, kuupinga uongozi mpya wa Chadema kisha kuhamia Chauma? Bila shaka timu iliyohama Chadema na kutimkia Chauma ikiongozwa na Salum Mwalimu itapata wakati mgumu kujieleza kuwa wao hawakuwa wakorofi, isipokuwa Lissu na timu yake ndio walikuwa wakorofi. Mbowe ni mwanasiasa aliyejijengea heshima yake tangu mwanzo mwa vuguvugu la kuanzishwa kwa vyama vingi vya siasa. Akawa kijana zaidi kwenye timu iliyoasisi chama cha Chadema. Akawa kiongozi wa vijana wa Chadema, mbunge, mwenyekiti wa Chadema, kiongozi wa upinzani bungeni kwa mihula miwili. Mnapotembea na jina la mtu wa aina hiyo, mnapaswa kuchunga nyenendo zenu. Mwendo wenu mzuri utampa heshima, mkienda vibaya mnamchafua. Iwe kwa ukweli au uzushi wao, walitakiwa kufahamu kwamba mwenendo wote wa hovyo watu watageuka unyama wa kuweza kumtazama Mbowe. Hata hivyo, baada ya Mwalimu kufukuzwa uongozi katika kile chama cha Chauma na Kigaila kuonekana ni sehemu waliweza kubeba bango la kuweza kufukuzwa msafiri mwenzake kutoka Chadema, wapo watu wanaona kumbe ilikuwa ni sawa Mbowe kutokuendelea na wenyekiti, maana wanaofukuzana Chauma ndio wangekuwa kwenye safu za juu za uongozi Chadema. Bila shaka hata Mbowe mwenyewe baada ya kusikia mvurugano wa Mwalimu na wenzake kule Chauma atakuwa anakuna kichwa na kusikitika. Yeye ni kiongozi na mwalimu wao wa siasa. Inakuwaje wanafunzi wake wanagombana na kutimuana? Hawana uvumilivu au ipo tamaa ambayo imewafanya wasahau walipotoka? Kung'olewa kwa Salum Mwalimu ni alama ya ushindi kwa viongozi wapya wa Chadema, ikiwemo Tundu Lissu na makamu mwenyekiti wake, ambao walisema kuwa watu hawa hawawezi kuifikisha Chadema mbali, ambao waliamua kuwaweka kando kisha wao wakahama. Hiyo ndiyo hadithi ilivyoanza, ndivyo inavyotengeneza matukio katikati ya safari. Je, ni kweli Salum Mwalimu alikuwa kirusi? Kwa hiyo baada ya kumtimua sasa Chauma itaamka na kuweza kutikisa siasa za nchi? Vipi kuondoka kwa Mwalimu? Salum Mwalimu itakuwa ndio mwisho wa jumla wa Chauma? Muda ni hakimu wa kila kitu. Tuvute subira, tuitazame Chauma. Inaweza kufanya mjadala au maajabu makubwa. Inawezekana pia yenyewe ndio ikawa maajabu. Hapo ni mwisho wa uchambuzi aliweza kutuletea Bwana Maroto. Lakini baada ya hapo tulikuja kuona baadhi ya maoni ya watu walikuja kutoa maoni yao. Tutakusomea baadhi ya maoni ya wadau hapa, alafu tutakuacha wewe uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Justinian anasema kuwa hapo Mbowe kachafuka vipi? Hapo Mbowe kachafuka vipi? Kwani Chadema hamwezi kuendesha chama bila kumtaja Mbowe? Mbona yeye yuko kimya sana na hawasemi? Sasa kabla hatujaendelea, naomba kwanza hapa ni mjibu huyu Bwana Lutashobia Justiniani ambaye amesema kuwa Chadema ndio waliweza kumtamka Mbowe. Hili ni kona ya Maroto, na Maroto yuko pale Mwananchi. Sasa sijajua wewe Lutashobia
na Chadema hapo imeingilianaje? Sasa sijajua huyu alichokisoma amekielewa au amekurupuka kuandika. Lakini hapa mwingine akaja kusema kwamba Yeriko Nyerere yu wapi? Yaani huyu anamuulizia bwana Yeriko Nyerere. Lakini Uliki yeye anasema kuwa lakini ninachojua ni kwamba ushiriki wa wachawi au dumu. Waandishi wa habari maneno yako nimeyaelewa sana, huko vizuri kwenye uandishi, nimekubali. Lakini tukija kwa mtu mwingine hapa, huyu ni Bangu Boss, anasema kwamba waliohama Chadema wote ni tishio na wote ni machawa wa CCM. Tukiachana na hao, twende moja kwa moja kwa mtu mwingine anaitwa Bakari, akisema kwamba aliwekwa kitunduni tu, huyo hakuna chochote. Lakini akaja mwingine hapa akasema kwamba ndiyo, mwandishi yuko sahihi, sababu huyu mwalimu ni timu Mbowe, hakuna ubishi. Alichokipinga Mbowe ndicho alichokipinga mwalimu pale Chadema, na ikafikia hadi kuanzisha kundi lao la G55. Sasa kilichotokea kwa Salum Mwalimu ni lazima kichafue jina la Mbowe. Tuachie maoni yako na tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.